Sasa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu ni mwema kila wakati. Mheshimiwa baba yetu naibu wa askofu mkuu pamoja na jopo lote la viongozi ulionao, Mheshimiwa Spika wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mkuu wetu, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, mwenyeji wetu, Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM pamoja na viongozi wengine wote wa mikoa waliohudhuria hapa, mama yetu mwenyekiti wa UWT Taifa, Mheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo hapa, Mheshimiwa Spika wa bunge mstaafu dada yangu Tulia Ackson, waheshimiwa wabunge, nitambue itifaki yote ambayo iliwasilishwa hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa baba yetu naibu wa askofu mkuu, nimekuja kutoa salamu za serikali. Salamu za serikali zilikwisha kutolewa na Mheshimiwa Rais pale Dodoma, lakini kwa kuwa leo tumekuja nyumbani kwa mpendo wetu Mheshimiwa dada yetu Jenista Mhagama, Mheshimiwa Rais amenituma kuja kutoa salamu za pole. Poleni sana familia, poleni sana. Mheshimiwa Rais anaomboleza pamoja na nyinyi, na kama ambavyo umetoka kushuhudia ushiriki wake, anajua hatua zote ambazo tunaendelea nazo, na yuko pamoja nanyi na yuko pamoja na wanaperamio wote. Amenituma Mheshimiwa Rais niwahakikishie wanaperamio kwamba Mheshimiwa Jenista alikuwa kiungo wa wanaperamio pamoja na serikali, na Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wanaperamio kama ambavyo ilikuwa inafanya. Mheshimiwa Jenista alikuwa kiungo cha wanaruvuma na serikali. Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie wanaruvuma wote kwamba serikali itaendelea kushirikiana na mkoa wa Ruvuma na kuendeleza kazi ambayo ilikwisha kufanyika na kazi ambayo ilikuwa mbele yetu, ambayo kama mtakavyokumbuka ndio kwanza dira mpya inaanza kutekelezwa na ndio kwanza ilani mpya inaanza kutekelezwa. Mheshimiwa baba yetu naibu askofu mkuu, Mheshimiwa Jenista alikuwa kiungo kati ya kanisa na serikali. Amefanya kazi hiyo ya mahusiano, amefanya kazi hiyo akiwa serikalini, na kama mnavyokumbuka amefanya kazi hiyo kama ambavyo tumeshuhudiwa juzi kwenye ibada ya Dodoma na leo. Mheshimiwa Rais ametuma niwahakikishie wote kwamba serikali itaendelea kuenzi na kushirikiana na taasisi za dini ili kuweza kuhakikisha kwamba heshima kubwa ambayo Tanzania imekuwa nayo kuhusu umoja wa kitaifa, uhuru wa kuabudu, amani na usalama wa nchi yetu unaendelezwa. Mheshimiwa baba yetu naibu askofu, Mheshimiwa Jenista, kama ambavyo tumetoka kuelezewa
alikuwa ni mpatanishi. Amefanya kazi hiyo katika nyanja mbalimbali. Akiwa waziri wa nchi amefanya kazi hiyo kubwa pale ambapo palionekana dosari kati ya wafanyakazi na serikali. Mheshimiwa Jenista alifanya kazi hiyo, na hadi leo serikali pamoja na wafanyakazi na watumishi wa umma wana ushirikiano mkubwa. Mheshimiwa Jenista alifanya kazi hiyo pia kuweka umoja na ushirikiano kati ya sekta binafsi pamoja na serikali, na jambo hilo alilifanya kwa uadilifu na kwa jitihada kubwa. Mheshimiwa baba yetu naibu askofu mkuu, Mheshimiwa Jenista ni mtu aliyeamini kwamba ukimtanguliza Mungu na ukafanya bidii inawezekana. Tumeambiwa hapa na baba yetu anayemfahamu sana jinsi alivyofanya uthubutu wa kugombea jimbo. Huo ni ujasiri aliofanya. Lakini si hiyo tu, amekuwa hivyo pia katika kutekeleza majukumu yake. Mimi nimefanya naye kazi kwa ukaribu zaidi kipindi akiwa mnadhimu wa shughuli za serikali bungeni. Mheshimiwa Jenista, ikishawepo kazi kwake kama mnadhimu wa shughuli za serikali, amekuwa akibeba jukumu linaloangukia kila wizara kama la kwake. Sio tu mratibu, anabeba kama la kwake, kwa sababu alikuwa anaamini katika mafanikio, na hiyo ndiyo iliyompa sifa ile ambayo mlisikia juzi Dodoma ya kuitwa kiraka, kwamba nafasi yeyote ya wizara yeyote aliyopewa aliimudu kama sekta yake ya ubobevu. Alifanya hivyo akiwa Chief Whip, alifanya hivyo alipokuwa waziri wa utumishi wa umma, na alifanya hivyo hata alipokwenda kwenye sekta ya kitaalamu kama waziri wa afya. Sisi kama serikali tutaendelea kuyaenzi maono yake. Katika nafasi yake alipokuwa waziri wa afya, kuna mambo mengi ambayo aliyasimamia ambayo sasa yanaangukia katika utekelezaji wa dira mpya pamoja na ilani ya uchaguzi mpya. Anko yangu amesema kwamba sasa wao watakuwa yatima. Na mimi nikuambie tu, Jenista amegusa maisha ya wengi. Nitalisemea hilo, lakini waombe baada ya salamu za Mheshimiwa Rais mpokee salamu za Mheshimiwa Makamu wa Rais ambaye tulikuwa naye Dodoma kwenye ibada ya Dodoma, na Mungu akipenda nadhani ataungana nasi hapo kesho, lakini leo amenituma niwakilishe upande wa serikali na salamu za serikali. Mimi nilikuwa moja ya washirika wa karibu wa Mheshimiwa Jenista. Tulikuwa tunashirikiana katika masuala yake ya uongozi, na yeye alikuwa moja ya marafiki wa familia. Katika nafasi yake akiwa mnadhimu wa serikali, nilikuwa nikimwaga ninaposafiri, na kwa nafasi niliyokuwa nayo ya waziri wa fedha nilikuwa napata hizo safari za kuwakilisha nchi maeneo tofauti tofauti. Mheshimiwa Jenista nikimwaga kama rafiki wa familia, alikuwa akiwasiliana na mke wangu, wanajadili mambo yao na kuendeleza huo ushirika wa kifamilia. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo Mheshimiwa Jenista amegusa maisha ya watu wengi, tulikuwa tunajadiliana mambo mengi, tumekaa vikao vingi kama marafiki, kama washirika wa hizi kazi zetu, na kikao cha mwisho tulikaa hivi karibuni, tumeongea mambo mengi. Niseme tu kwa jinsi ambavyo Mheshimiwa Jenista amegusa maisha ya wengi, hamtakuwa peke yenu, hamtakuwa yatima.
Tutaendelea kushirikiana na ndugu yangu Victor. Tuliongea masuala ya kifamilia. Najua wewe ndo kaka mkuu, uko na wadogo zako, akiwemo mdogo wako Joakim ambaye alikuwa karibu sana kwenye shughuli za mama. Najua anahitaji kuendelea kudevelop career yake, career ya kishule, career ya masuala ya kikazi. Wajomba zako tupo, tutashirikiana na wewe kama ambavyo tuliongea, ili zile zilizokuwa ndoto za Mheshimiwa Jenista juu yako pamoja na wadogo zako zisiishie hapa, kwa kuwa tu yeye ametangulia mbele za haki. Tumesikia hadithi nzuri ya maisha yake tangu tukiwa Dodoma, na sisi wenzake, serikali, Chama cha Mapinduzi, pamoja na ndugu na jamaa, tutakuwa pamoja nanyi. Tuendelee kumtanguliza Mungu kama ambavyo ni somo alilowaachia. Naamini na kwa ujasiri uliouonesha, naamini Mungu atawasaidia ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaendeleza yote yale yaliyokuwa mema, tunaendeleza yote yaliyokuwa ndoto yake. Poleni sana kwa mara nyingine. Tumeelekezwa tupokee. Ni jambo gumu. Msiba hujawahi kuwa na mzoefu, haujawahi kuzoeleka, lakini ndiyo njia ya kila mmoja wetu. Ndiyo njia ya kila mmoja wetu. Na sisi kibinadamu ndio huwa tunaweza kujihesabia miaka na kugundua huyu kaondoka mdogo, huyu kaondoka na umri huu, huyu kaondoka na huu. Lakini aliyetuumba tangu mwanzo anajua kila mmoja ana umri gani. Kila mmoja wetu anajua amempangia umri gani, na anamwita punde ambapo kile alichompangia kinapokuwa kimefikia. Kristo, poleni sana, na Mungu aiweke mahali pema roho ya mama yetu Jenista Mhagama. Poleni sana kwa mara nyingine. Asante sana.